Elia. Vipi hali yako mdogo wangu? Maana unaniambia unajisikia vibaya. Vipi? Homa imepanda panda au imekaa vizuri kidogo? Mimi namshukuru Mungu, sema unanichanganya wewe. Kwa sababu unatuma message zangu kujibu, simu zangu hupokei na unajua umemwacha mtu nyumbani haiko sawa. Kwa hilo naomba samahani. Ni kweli sijashika simu ya mtu yoyote, sio wewe peke yako. Unajua kwa ubizi nilokuwa nao ni kama fundi wa treni iliyoharibika katika poli la Kazula Mimba. Kwa hiyo nisamehe. Sawa? Lakini unaendelea vizuri? Kwa kiasi kwamba ukasahau kwamba nyumbani kuna mtu umemwacha hayuko sawa. Ndio maana nimeomba samahani. Naamini nitakuelekeza baada ya kumaliza misheni yangu. Kaka. Unakaa kimya, tunacheka, tunafurahi ndani ya nyumba. Kumbe wewe ndio ulisababisha maumivu ndani ya moyo wangu. Kwa nini ulimuua shemeji yako? Yesu Kristo. Unashtuka kinafiki? Da? Ebugo unanishtukia kinafiki mbele yangu? Yesu. Shemeji. 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 Na kuongelesha huko bize. Unanipita kama unijui? Yaani sijielewi. Yaani sasa hivi nimekuwa kama chizi. Naongea peke yangu, nina mawazo ambayo yamepitiliza kiasi. Mimi nakwambia ninapoendea mimi nakufa. Mbona shemeji unasema hivyo? Unakufa kwa ajili ya nini? Yaani Hebugu alichonifanya. Sitaki hata kuamini. Yaani kila nikikaa nikimfikiria nachoka. Yaani ndio maana hata umeniita sijakusikia kabisa. Yaani hapa ndo nimejua ukweli kwamba Ebugwa miaka 5 iliyopita alimuua kaka yangu. Yaani unajua, yaani mpaka nimechoka sijui hata nimfanyeje. Ila nakwambia Ebugwa lazima nimlipizie kisasi. Na wewe ni rafiki yake. Nenda kamwambie lazima kisasi ya kiripe. Mimi hapa nimetangaza vita na yeye. Nenda kamwambie. Shemeji, mimi na Hebugwa ni marafiki kweli. Na tulikuwa marafiki. Mpaka sasa hivi naweza kusema sio marafiki mimi na yeye. Kwa sababu hata mimi mwenyewe hapa nilipo ninamtafuta Hebugwa. Ninamfuatilia Hebugwa. Kuna vitu vingi sana ameshaharibu nyumbani kwangu. Mke wangu mimi yuko katika hali mbaya. Haeleweki ni wa leo ni wa kesho au ni wa lini. Ni huyo huyo Hebugwa. Alafu unaponiambia mimi na yeye ni marafiki au mimi na yeye tulihusika wote kwenye kifo cha ndugu yako, sio kweli? Ndio kweli. Na wewe pia si mwenzake. Na wewe pia una roho mbaya. Wote wenu moja. Shemeji, mimi roho yangu mbaya nini? Naomba unitoe humo. Kwanza hapa mwenyewe nataka nikuulize kama umemuona Hebugwa. Ndio shida yangu hiyo, maana ndio maana nikakusimamisha. Hebugwa amenikimbia mimi. Na ameelekea huko. Kwa hiyo mimi hapa naenda kujipanga. Nimtafuteje? Sasa shemeji, naomba uniwie radhi. Mimi naomba niwahi nimkimbilie Hebugwa. Maana Hebugwa ndo ana majibu ya maswali yangu yote. Yaani kama nisipompata, sidhani mke wangu atakuwa katika hali gani. Tafadhali. Ila ujumbe wako mimi nitafikisha nikimuona. Sawa. Elia. Unaongea kitu gani hicho mdogo wangu? Yaani nini ambacho unaongea mbele yangu? Mimi ni muue Nasu. Uko sawa sawa, uko sawa sawa. Au sijakusikia vizuri? Si ni wewe ambaye ulikuja kunipa taarifa mimi kwamba Nasu amefariki? Na kumbe wewe kwa mikono yako ndio umemuua. Kwa hiyo kufikishia taarifa kuwa Nasu amefariki ilikuwa ni kosa. Nisingekwambia. Kutoa taarifa ni kosa. Na wale wote waliopewa taarifa kama Nasu amefariki na waliotoa taarifa kama walikosea kutoa taarifa. Kwa hiyo ilibidi uje umuone mwenyewe. Na ungenifikiriaje kama ungefika nyumbani ukakuta tu maiti ya mwanamke wako? Alafu na mimi nilikuwa najua hapo unapo ungesema nimefanya nini? Kama taarifa tu ni kosa. Wewe. Sura yako inaonyesha unafiki uliokithiri. Elia, kifupi sina muda wa kutosha. Cha kwanza. Cha pili, naomba nikukumbushe kitu. Usichimbe vitu ambavyo hustahili kuchimba. Na cha tatu,
sijawahi kuwa muuaji. I'm not a killer. Blaza, I respect you more than you think. Lakini kwa hiki ambacho umekifanya, I said, nataka kujua kwa nini umemuua Nasu. Kwa kusema mimi nimemuua Nasu, haya ni matusi unamtukana. Unanitusi kaka yako, tusi ambalo sikuwahi kutarajia kama utanitusi. Naomba ugailishe maswali yako na ubadilishe mawazo yako. Naomba na ufute unavyovifikiria. Tafadhali Elia, tafadhali. Pole na hongera kwa mzunguko wako. Naona jambo lako linakaribia kuwa sawa. Mipango yako inaenda vizuri. Hongera sana. Ni kweli, lakini mimi naona bado. Kwa sababu kile nilichokuwa natarajia naona bado akipati. Mimi nataka Ibugwa aumie kama vile alivyoniumiza mimi. Nataka ateseke, na mpango wangu mkubwa nataka wauane wanandugu, yaani wao kwa wao, na nitaendelea kumtengenezea maadui wengi. Kwa hiyo jambo langu mimi hapa bado, yaani kaka Kesi bado. Sasa wewe endelea na mpango wako, sawa? Mpango wangu mimi ni kumkamata Eliza na kumleta kwako. Sijui kama umenielewa, ili ufanikishe mambo yako. Na kitu kingine ninachokiona sasa hivi, ule bwana anaonekana na kaisha muacha Eliza, ni amemfungulia njia, lakini Eliza yeye mwenyewe kagoma kufanyaje? Kuondoka. Sasa sijajua tatizo ni nini. Nataka kumaliza mipango hii haraka haraka, sababu muda wangu wa kukaa huku umeisha. Nataka niondoke niende ulimwengu wa kawaida, nyumbani kwetu Mtwara Luagala, mamangu, niende. Na nina imani kwa kuwa nakusaidia wewe mambo yako kuende sawa. Imani yangu kubwa ipo kwako, najua utanisaidia kwa wachawi wa kusini. Kwa hiyo fanya mambo yako kwa umakini, kwa uangalifu mkubwa, umalize mipango yako. Sawa. Nitakusubiri ndugu yangu, uje kwangu na wewe upaone, uone familia yangu na mambo yangu mengine. Mkisha mkamata mimi nitaona na nitakuja haraka sana kumalizana naye. Sawa sawa, nakukubali sana Chaya. Kazi njema. You think I'm stupid? Naweza nikaongea kitu ambacho sina uhakika nacho? Mimi Elia? Ngoja nikuelekeze kitu ambacho wewe hukijui, na hichi kitu hukustahili kabisa kukijua Elia. Sasa inabidi tu nikwambie, kwa sababu naona unavuka mipaka. Mwanamke wako alinifuata nyumbani. Sasa wewe, mchumba wako hayupo? Najua kama hayupo, kwa sababu kila anachokifanya lazima nishirikishe. Si yuko shamba? Samahani, lakini kama nitakuvunjia heshima, hata chooni kuna utaratibu wake. Ungenikuta niko wazi napunga hewa nimevaa msuli, ingekuwaje? Tusameane kwa hilo. Tufanye kama ndo sasa nimevaa msuli, sasa wewe tungefanyaje? Sisi ningekuwa nimeshaona. Alafu kingepatia kitu gani? Basi na mimi ningeona, maana yake tungekuwa tunamsaliti ndugu yetu. Sikiliza nikwambie, usirudie kufanya hivyo. Au wewe sio shemeji halisi, kuna kitu ambacho unakiwaza, labda pengine pangekuwa kuna mtu hivi Nilijua kabisa kwa uko wewe. Unajua kabisa zimebaki siku chache sana, siku 10 niweze kufunga ndoa mimi na ndugu yako. Ila kilichonileta hapa, nimekufuata wewe kama mtu mzima ambaye naweza nikaongea kile ninachotaka kukiongea na ukakielewa. Na ukaongea na ndugu yako akakuelewa pia kwa msisitizo. Sio kama simpendi. Nampenda kwa dhati sana, lakini sina budi kuchukua haya maamuzi. Sihitaji ndoa mimi na mdogo wako. Naomba unielewe nilichokiongea. Sitaki kuolewa na ndugu yako. Sitaki nimuone anapoteza maisha mbele ya macho yangu. Angali bado nampenda. Kwa hiyo naomba uongee na ndugu yako tena kwa msisitizo. Swala la ndoa halipo. Ngoja kwanza, hebu zima hiyo fegi ambayo umeiwasha. Umeona? Mimi situmii sigara wala moshi wake, wasipende kusikia. Kama wewe unapendezwa na vyote viwili, naomba tuheshimiane. Na so mdogo wangu,
tumaini lake kubwa ni kuingia kwenye ndoa na mtu anayempenda. Mahusiano muda mrefu, mipango ndoa imefanyika. Basi tuseme ndio umeamua kutubwaga. Unaita Kiswahili cha aina. Wewe unajua mahali nilitoa kidogo kidogo na mtakuwa hamna. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hebu nyosha na hapo kwanza kwenye mahali nyosha. Ndugu zangu watalipa, haina shida. Acha kwanza kuchekesha. Acha utani. Najua wewe ni shemeji yangu, sitaki kutaniana na wewe, sitaki. Sababu gani ambayo inafanya wewe useme ndoa hakuna? Bado siku 10. Sababu ya mimi kukataa kuolewa na ndugu yako. Ndugu yako akinioa anakufa. Na alinieleza kwamba hichi kitu wewe haustahili kabisa kuambiwa. Ndio maana sikukuunga mkono kwenye masuala ya kuachana naye, kwa kuwa alikuwa na safari ambayo haijulikani ni ya kwenda wapi, na akasema tusichimbe kwa sababu dunia ina vitu vingi vya siri. Mimi sina uwezo wa kumuua mkeo. Ili umelifikiriaje? Kuna mtu amekwambia? Umewaza mwenyewe? Moyo wangu, maisha yangu nilivyowahi kujitoa kwako na mpaka sasa waweza kufikiria kama naweza kuwa muuaji? Mimi ni muue na Sue, mimi. Usichukulie kwamba nikofana. Nataka uniambie, kwa nini ulimuua na Sue? Kwa nini ulimuua? Kwa nini ulimuua mpenzi wangu? Bugwa, huu ni muda wako wa kwenda kwenye ulimwengu wa giza. Mimi natangulia mlangoni. Yaani kwa vitu ambavyo umevizungumza mbele yangu inaashiria wewe ni mtu wa tofauti kwa sasa, kwa sababu haujawahi hata siku moja, pamoja na magomvi yetu yote ya kawaida, kufikia hatua kusema kama mimi naweza nikawa muuaji wa mwanamke wako. Haujawahi hata siku moja. Unaamua kuzungumza rubbish, si ndio? Don't call me rubbish. Brother, don't call me rubbish. You slap me. Slap me again. You slap me again. You decided to slap your brother. Slap me again. Unanilazimisha. I say you decide to slap me. You slap my face, slap me again. So, if you can't, remember my words. Kama umeamua kuona mimi ni muuaji wa mwanamke wako, it is okay. Go police station and report me. Huko ndiko ambako zinazungumziwa kesi za mada. Kwa muda wangu ulionunua, kama nami nitafeli, you will become my enemy. Kaka, tell me. Kwa nini umemuua? Nimesema report polisi na uwe na ushahidi. Wewe tena nyumbani kwetu, shida nini? Hivi unadhani mimi naweza kurudi hapa bila shida au bila tatizo lolote? Sawa, tatizo nini? Shida yangu mimi ni ndugu yako Hebugwa. Hebugwa? Nina shida na ndugu yako Hebugwa. Tafadhali, kama yupo naomba umwite. Sasa wewe kama una shida na Hebugwa, Itongo, sawa. Mbona unapenda kuwa mshari? Una shida na Hebugwa, mbona kuja unanifokea mimi sasa? Sikiza nikwambie. Maswali yako yanaendana na majibu yangu. Umeniuliza shida yangu. Shida yangu ni ndugu yako Hebugwa. Naomba umwite kama yupo. Nataka nionane macho kwa macho, nimpe ujumbe wangu. Unajua mmezidi sana kuingilia familia yangu. Nimewakosea nini mimi? Sisi tunakufuatilia tena? Yaani maana umenijumlisha na mimi? Na mkeo tena. Kwani wewe mkeo akakupa nini mpaka kiasi kwamba una kila mtu unatamani kugombana naye kwa sababu ya mkeo? Nimekwambia hivi, kama mke wangu akifa, haki ya Mungu nitaua familia yenu yote. Sitoacha yoyote yule. Wewe pamoja na kaka yako wote nitawaua. Itongo. Sikiliza nikwambie. Kama una ugomvi na Hebugwa, kuwa na ugomvi na huyo Hebugwa. Huyo kakaangu. Kitendo cha kuniingiza mimi manake unatengeneza vita mbili. Inakuwa tu war. Siogopi chochote.
Na mimi usinitishe. Mimi ninachojali mimi ni kwa ajili ya mke wangu tu. Na mimi sikuogopi wewe bwana, usinitishe, sikuogopi. Hivi nafikiri ulikuja ukanikunja kunja mdolo, si nimekustiri tu, nimekuachia. Nionyeshe Ebugu alipo. Kwani shida nini? Ebugu hapo ndani. Mwite aje hapa. Yaani mimi nimuite tena Ebugu? Shida unayo wewe, afu mimi nimuite Ebugu? Ebugu yuko ndani. Nadhani ashindwa kuingia huko ndani. Kisha Ebugu! Ebugu! Kelele basi. Mbona hivi? Kelele. Nini bwana haraka? Mwite sasa ndugu yako. Kelele basi, upo kwa watu ndugu yangu, afu kelele nyingi za nini sasa? Kwa hiyo kama mtu amekupa heshima hata kidogo, basi wewe jali hiyo heshima. Alafu unajua Itongo wewe mtata sana wewe. Yaani wewe mtata mno. Ulielewa? Nataka nifunge ndani tuelewane. Basi tulia, acha kelele sasa, upo kwa watu. Kwa watu. Tutu kama mengine kama mjinga kwa watu. Wewe mwenyewe umefugwa. Wote tupo kwa watu hapa, watu wageni tu. Anakurudisha kwenye site, kwa site. Mko kwa watu mbavu. Wewe no kaka. Wewe unasema siara wewe. Nimemwangalia kweli lakini hayupo. Umeniambiaje ukiwa nje hapa? Yupo ndani. Yuko hapa sasa, mwite. Mimi sijajua sasa, ila kiukweli ndani hayupo. Ina maana umemficha, si ndio? Mimi leo kama mtaniua humu ndani, mtaniulia humu ndani. Mimi simuone, tunaona kwa sababu kweli kama wewe sio sawa, angalia hayupo huko. Ibugwa, ndio ukubwa. Kaenda wapi kwa hivi? Afiche nyumba nzima Yesu kama kubwa. Ngoko kuna chumba kingine ukisema hapa kuna sehemu kanyingine. Kwa kama kuchezea mchezo sio? Kwa hiyo umeamua unidanganya. Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Kungekuwa kuna chumba kingine kweli, lakini kiuhalisia kabisa mimi nimemtafuta kaka, sijamuona ndani, hayupo. Na aliingia huko ndani. Elia, kumbuka haya yote ninayohangaika nayo kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya mke wangu. Kwa hiyo umekuwa tayari kaka yako afanye maafa kwa mke wangu mimi, si ndio? Kwako itakuwa ni furaha. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Fikishie ujumbe kaka yako. Ametangaza vita na mimi. Umezidi kunipa wasiwasi kwenye familia yenu. Si umemficha ndugu yako? Mimi niweza si umemficha? Sawa. Sawa. Nafasi niliopewa ni maamuzi yangu, nife ama niishi. Eliza, ulipata nafasi ya kuondoka, ya kurudi katika ulimwengu wa nyama. Ulikuwa na sababu gani ya kutokwenda nyumbani wakati lango tayari lilikuwa lishafunguliwa na hata ukaacha maadui zako tukakukaribia?
Nimeona maono. Hata ningeenda ulimwengu wa kawaida ningekufa, na ndio maana nimeamua kubaki kwenye ulimwengu wa giza nife. Ni heri ungeenda kwenu ukafa kwa heshima kubwa sana, ukazikwa na ndugu zako na kaburi lako wakawa wanakuja kuzuru. Lakini hakuna kitu kibaya sana ulichokifanya kuamua kufia huku, kwa sababu utapoteza kumbukumbu zako zote na historia yako itafutika. Nimeona bora nife kwa mlipa kisasi. Wewe umeona ni sawa? Unaona ni sahihi? Ni sahihi kwa sababu nataka tumalize visasi. Kaka, nakuuliza swali. Wewe unavyoniona unaona mimi nakosa gani? Tumezika watu wengi kumbe hamna lolote. Ama wachawi ndo kazi yenu kuwaonea watu? Mnachukua watu familia zetu na kuziumiza. Watu wanapoteza wazazi wao, wazazi wanapoteza watoto wao, na hao watoto mnaochukua wanafanya kosa gani? Mapenzi. Mtoto mdogo mchanga mapenzi? Nyie mna roho mbaya sana. Sasa nielekezeni sehemu ya hukumu yangu. Wapi nataka mkanizike? Nielekezeni sehemu ya hukumu yangu. Tondoke. Kaka usikii? Tondoke. Vipi? Mbona umesimama? Kuna kitu muhimu nataka nikueleze kabla mjanizika. Nataka uniitie Chaya. Hataki kuonana na wewe. Kaka sikiliza nikwambie, hii ni muhimu. Kuna maono yamenitokea. Wewe ni muona maono? Hapana, sijaata siku moja. Ila leo kuna kitu kimeniingia kwenye mwili. Nikasikia baridi kama nataka kuganda. Ghafla nikapata joto kubwa sana mwilini. Baada ya hapo nikaona vitu vya kutisha sana kwangu. Nataka nimweleze Chaya kabla ya kifo changu. Chaya kuonana naye itakuwa ngumu sana. Maana yeye mwenyewe alikataa kuonana na wewe. Hataki kuonana na wewe. Hivyo kwa nini uelewi? Hataki kukutana na wewe. Naomba uniitie tafadhali. Hicho kitu gani unachotaka kumweleza? Kipi ambacho muhimu unachotaka kumweleza? Nimeona Chaya anakufa. Unasema? Nimeona Chaya anakufa. Chaya anakufa. Ila uwezekano wa kuepuka hicho kitu mimi nimeonyeshwa. Siwezi kumwambia yoyote. Na nilikuwa nataka nimwambie yeye. Kabla sijazikwa, niitieni kwa sababu nataka aishi na mume wangu vizuri. Na naamini itawezekana. Twende nikakukabidhi kwa wazikaji alafu mimi nitamuita huyo Chaya. Chaya, kazi uliotupa tumeikamilisha, tumemfikisha. Ni wewe tu tunasubiria uwepo ili umalizie kazi yako. Ni vizuri mlivyofanya. Kiufupi, haina haja mimi kuwepo hapo kwa sababu kila kitu mimi naona. Kwa mimi sioni sababu ya mimi kuwepo hapo. Nina mambo mengi mimi ya kufanya. Maana unaambiwa mtafutia juani ulia kimvulini. Kwa sasa hivi nataka ni relax. Yaani nile kimvulini kama vile nilivyokuwa natafuta kwa jasho. Kwa mimi naona haina haja ya kuja huko sijui ni nini kwa sababu mimi kila kitu naona. Sababu ipo. Tena sababu kubwa tu. Kwa sababu hii kazi ni ya kwako. Na wanasema ili kazi iende vizuri lazima wewe uwepo. Yaani kiufupi mimi kuwepo hapo sitaki. Kazi nimeshawapa nyie na inabidi muifanye vile vile inavyotakia kama vile mwanzo mlivyokuwa na mimi. Na imani hivyo hivyo mtafanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi naona haina haja kuja hiyo sehemu. Alafu mimi nimeshakwambia sasa hivi ninafikiria vitu vingine. Siwezi kumfikiria yeye kwa sababu yeye ni wakufa. Yaani yeye anakufa. Nimfikirie yeye. Wa nini? Wa nini nimfikirie? Yaani nianze kuja pale niangalie ili uweje. Akati mimi na mambo mengi. Yeye ni wakufa na mimi na mambo mengine nayafanya ya mbele. Ila subiri kidogo. Kuna neno moja itaka kuongea na wewe. Kabla ya kumfanyia yote kuna kitu itaka kuongea na wewe. Ndio hicho ambacho sitaki. Unajua marehemu akiwa anataka kufa, huwa anatapatapa. Anataka msaada. Sasa nakutuma, nenda kamwambie. Chaya hawezi kumsikiliza yeye adui yake. Umenielewa?
Mimi siwezi kumsikiliza yeye kwa sababu mimi nina mambo mengi, alafu kuna mambo mengi amenifanyia. Kwa hiyo kumuonaona ananitia hasira. Kuna kitu Eliza anataka kuongea na wewe cha muhimu sana, na alitusisitiza Chaya tukutafute popote ulipo, ufike pale ili akuambie. Sijui ana shida gani. Inaonekana wewe hautaki kunielewa mimi namaanisha nini. Lakini kwa nini usimsikilize? Kwani ujue yupo kwenye himaya yetu, na ukimsikiliza usipomsikiliza kufa atakufa tu. Hivi ingekuwa ni wewe umefanyiwa hivyo, adui yako kakufanyia mambo makubwa mabovu, angekuita umsikilize, ungemsikiliza? Sihitaji kumsikiliza. Elewa hilo na weka akilini mwako. Naomba uende mkamalizie hiyo kazi. Sawa, tafanya kama ulivyoniambia. Labda kwa sababu nitakuwa nimechelewa. Usijilaumu kwa kuona umechelewa. Upo sawa sawa. Ila mlango wa kuingilia ulimwengu wa giza leo umewekwa mlinzi. Kwa hiyo huwezi ukamsaidia mkeo. Mkeo nilikuwa namuona hapo, na alikuwa ana uwezo wa kutoka, ila amechagua kifo chake. Kwa nini Eliza amechagua kuondoka duniani? Kwa nini Eliza amechagua kukamatwa na maadui? Kwa nini Eliza ameyafanya hayo wakati alikuwa na uwezo kabisa? Kwa nini sasa kafanya hivyo? Sijui ni kwa nini amechagua kifo chake. Chakama, kumbe sio kila binadamu aliamua kuwa mbaya, alitaka tu kuwa mbaya. Eti njia ya Mungu ni kwa wale wenye hofu, ndio ninavyosikiaga. Sina hakika. Njia ya shetani ni kwa wale ambao wameamua kuubusu moto. Shetani mwenyewe anajua kama Mungu yupo. Je, unaongea hayo ili kujitia moyo kwenye imani yako? Kwetu tutaje wahubiri, maana tayari tushachagua njia yetu. Mchumba wako anashangazwa na matendo yako kwa kiasi kikubwa, unasahau majukumu yako. Kwa nini umeanzisha mahusiano kwenye dunia ya kawaida na unataka kuolewa? Na wakati sasa kwenye ulimwengu wa giza una mchumba tayari na maandalizi yote kwa ajili ya ndoa uolewe yashafanyika. Tena cha kushangaza sasa, yaani tarehe mliyopanga kwenye ulimwengu wa kawaida ndio hiyo tarehe iliyopangwa kwenye ulimwengu wa giza. Nimekuja kukukumbusha kwamba sio muda mrefu utaondoka kuelekea kwenye ndoa yako na hautarudi tena kwenye dunia ya kawaida. Kwa ulimwengu wa giza niko Bagamoyo, ila kwa ulimwengu wa kawaida naishi Mtwara, Tandahimba, Luagala. Kwa kosa lako wewe sasa ilinipa fursa mimi na nafasi ya kukanyaga hapa Bagamoyo katika ulimwengu wa kawaida. Kwa hiyo nikushukuru, maana nisingesikia hii hali ya hewa inonipepea muda huu. Unaona bwana, kumbe mnanawili sana nyinyi. Hali ya hewa huku nyepesi afu nzuri. Hakuna joto wala hakuna kashikashi, yote dunia imepoa na imetulia. Sio dunia ya kashikashi hii. Sasa naomba nitembee Bagamoyo, na sidhani kama nikikosa nafasi hii leo nitaipata tena. Mimi nitakutembeza. Je, unataka tuanzie wapi? Popote ambapo patakupendeza wewe, patafaa. Okay, twende. Naona sasa majanga mimi yananielemea, naingizwa kwenye njia ambazo sikustahili kuingia. Yaani kwa nini Chaya mimi anafanya hivi? Kwa nini anaharibu maisha yangu? Aliharibu maisha yangu katika hali ya zamani, nikapata faraja, anaibomoa tena. Chaya ni mwanamke mbaya, Chaya ni adui mbaya. Yaani haijatosha, anaamua kuniwekea mimi ukingo. Anaweka ukingo usimsaidie mke wangu, anaweka ukingo nisipite, ananizuia mimi nisipite. Wewe unafikiri huyu ni mtu wa kuachwa akaishi? Achwa ishi huyu. Sio anafanya kisasi, sio analipa kisasi, sio amelipa kisasi, sio amemzika.
Eliza wangu tu wamemzika. Wachaga wamemzika Eliza. Wamenitafuta. Si wameamua kunitafuta, wananitafuta mimi. Watanipata. Watanipata. Chaya! Umeweka mlinzi, si ndio? Mtoto mbaya wewe. Mbaya sana. Kama kuna wanawake wenye roho ngumu na roho mbaya. Wewe mtoto na roho ngumu na roho mbaya. Wewe? Wewe hatari. Sijapata kuona. Sasa nataka nikuulize. Hiyo roho mbaya umetoka nayo huko kwenye ulimwengu wa nyama au umeikuta hapa hapa? Mimi sijawahi kuwa na roho mbaya. Ila wanadamu hubadilisha watu na kuwa wanyama. Kwa hiyo mimi kuwa hivi kwa sababu ya mtu, na huyo mtu mwenyewe naona anafukiwa sasa hivi. Hata mimi naona. Mimi sina shaka kwa hilo. Wewe ni mtu wa minyoosho na mikomesho, mama wa maumivu, mama wa dozi, chaya, hagara, mtu mbaya. Wewe. Kwa hapa nina furaha. Mimi mambo yako yananifurahisha tu. Mzee wa kunyosha watu kwa maumivu. Ila wewe umempa maumivu zaidi. Umemnyosha hivi, yani umemzika. Akiwa nzima anaangalia anafunga. Bwana, unajua ni mbaya roho ikiwa anatoka hivi, yani hivi nginja hata hujazimishwa kidogo. Roho inauma vibaya sana. Ndivyo hivyo nilivyokuwa nataka. Alikuwa anatapa na ruka na tatarika kama bisi vile, anahangaika, nenda huku. Na madogo au makauzo unamwangalia, unamcheki, wanaweka. Nikasema sasa umenyoosha kwa maumivu mpaka wakubwa wa Kurungu wamependa. Wakurungu wamefagilia kabisa, wakasema huyu binti hatujai kuona roho ya namna hii aliyokuwa nayo. Huyu binti ana roho ngumu. Simba, tembo, chui, wanyama wote hadi alma Dracula yakasome. Una roho ngumu sana. Alivyokuwa na tatarika mule na kuhangaika na kupiga ukunga wake na kelele nyingi, basi zilikuwa zinawachoma hadi Wakurungwa, zinawafikia kwenye masikio, zinawaumiza, zinapiga kwenye ngome ile ya masikio, ile ngoma ile ya ndani. Wanatatarika, wanaangalia, wanakuangalia, wanafurahia. Yani wamefurahia kweli kweli, yani umefanya kazi nzuri kusema za kweli. Wakanambia huyu binti tunataka tumfanye sherehe ya kumuingiza kundini. Aingie kundini. Umeona? Yani haona kipingamizi kwa hilo. Wakanambia sije tufanye wapi? Tufanyie wapi? Na mimi niko nawasikiliza. Nimepay attention na wasikiliza vizuri. Wafanyie Mwanza, wafanyie Arusha, wafanyie Dodoma, wafanyie Kigoma, Singida au Tabora. Nimefurahi kusikia hivyo kwa sababu na mimi naenda kuwa mtu fulani hivi ambaye nitaheshimika mahali fulani. Kwa hiyo na furaha. Asante kwa taarifa hizi. Ila kuna jambo moja. Eliza alikuwa anataka hata dakika moja, hata sekunde azungumze na wewe, lakini wewe ulimkatalia. Sikutaka kumsikiliza kwa sababu yeye nikimpa nafasi ya kumsikiliza nitamuonea huruma. Ulifeli Chaya, na ulibugi. Tena ulibugi kweli kweli. Ulikuwa unajua nini anachotaka kukwambia? Alichoniambia kwamba aliona kifo chako. Kifo changu? Ndivyo ilivyo. Aliona kifo chako. Ngoja kwanza, mimi sijakuelewa. Yaani kaonaje kifo changu? Yaani anaonaje? Kwani yeye nani mpaka alichokuwa anataka akupe maelekezo ili uweze kuishi na Ibugwa kilamu starehe. Ngoja kwanza. Kwa hiyo yeye alichoniambia kifo chako kinaepukika tu. Kakesi, mimi ni mjinga kweli, mimi ni mpumbavu nakubali. Lakini mimi nilisi anataka kuniomba, anataka kuishi. Na mimi nilikuwa sitaki nione akiishi. Lakini kumbe tofauti, ananitakia mema.
hajafanya chaya wala mchawi yoyote. Jini ndio limefanya hivyo. Kuna mwanamke anaitwa Zoleha, alimfuata jini naye anaitwa Zoleha, akamuomba wewe Bugwa usiingie kwenye ulimwengu huo. Kwa nini sasa awe jini asio chaya? Na huyo Zoleha naye ni nani? Wananitaka nini? Mimi sijui, na msaada wangu utakuwa umeishia hapa. Naweza kupambana na wachawi, ila siwezi kupambana na majini. Jipambanie kuanzia sasa, maisha ni ya kwako. Kwa heri Hebugwa. Itongo, mbona umegairi kuingia ndani? Kweli nilihitaji kuingia huko ndani, lakini nimeona haina maana, kwa sababu ushaniambia vitu vingi sana, kwa sababu kila ulichokizungumza kuhusiana na mke wangu pole sana. Lakini sasa kilichokuleta mimi nakijua. Ngoja nikwambie, wewe unataka kujua utabiri wako wa maisha baadaye. Sasa kwa taarifa yako, wewe utakuwa muuaji mbaya sana. Yaani ningepata watu wa kuambia wakuue, ningeamuru wakuue. Unatakiwa kufa mshenzi wewe. Sasa Baraka, kwa hiyo hata wewe unaunga mkono kabisa kwamba ungetuma watu waniue? Sawa, kama alikuwa mtu mbaya, acha niwe mbaya, na nitamua yoyote anayeingia kwenye njia yangu. Mganga, afadhali nimekukuta. Naumwa, naomba nisaidie. Ili sijisikie vizuri. Na wewe ni mtu mzuri, naomba nisaidie mganga. Mwanaharasha, mtoto mbaya, tena una roho mbaya. Sijui ni nani. Unaingia na kutoka kama unavyosema, wakati wengine hawajafanyiwa hivi. Ni nani wewe uliompa mfungua huyu? Yaani na tabia za mimba. Yaani muda mwingine najisikia kwenda kukaa chooni. Muda mwingine najisikia kula vitu vya ajabu ajabu. Muda mwingine natamani nyumbani kwangu kuwe gorofa. Yaani sijielewi mganga, naomba unisaidie. Yaani vitabia vya ajabu sana. Lakini nilipopima sina mimba. Basi fanya basi iwepo hiyo mimba yenyewe mganga, naomba unisaidie. Nisikilize wewe shetani mwenye miguu minne. Hiki sio kituo cha majaribu. Hiki sio chuo cha majaribu. Nataka nikuonye. Wewe mchakazi, usije kurudia kurudi kwangu kwenye ofisi yangu. Na kama utafanya hivyo, basi utapotea. Mimi sio wa kuchezea. Chakala. Najua una uwezo, lakini kwangu mimi hauniwezi. Nimekuja kukuonya. Bugwa akija hapa, sihitaji umsaidie kwa jambo lolote. Na kama ukimsaidia, basi tutapambana. Nimekuja kukuonya kwa amani na sio kwa shari. Maana nitakuua. Wewe ni mwepesi sana. Hauwezi kuja hata kwenye kiganja changu. Wewe utanifanya nini wewe? Kunguni kiroboto, mtoto mdogo wewe kwangu. Usiingie kwenye anga zangu. Utakapoingia kwenye anga zangu, nitakuchakaza.
usimsaidie Bugwa. Huo ndo usalama wako. Ulipomsaidia panatosha. Sasa kama wewe ni jeuri, fanya sasa tuonyeshane. Unajua wewe na ndugu yako Hebugwa ni ndugu zangu wa karibu, ambao katika mji huu toka nimehamia sijakutana na ndugu kama ninyi. Achilia mbali mambo yote ambayo yamekwisha kutokea, lakini nyinyi ndio kila kitu kwangu, wewe Elia pamoja na ndugu yako Hebugwa. Unajua, nayakumbuka maisha ambayo tumeyaishi, tunasaidiana, tunapeana mawazo, tunakimbiliana kwenye raha, kwenye shida. Ni maisha mazuri, kwanza yanavutia kwa vijana kuweza kuishi hivyo. Nikikumbuka hata ndugu yako nilipomsaidia mawazo ya biashara, alifanya kwa moyo, kwa sababu na mimi nilimsaidia kwa moyo na akafanikiwa. Kiukweli naye niliona utu wake, alijaribu kunitafuta, kunipata shukrani. Hayo ndo maisha ambayo mimi nayakumbuka mazuri, ambayo mimi na nyinyi tumeishi. Ni kweli, lakini binafsi leo umenitafakarisha sana, kwa sababu najiuliza, yaani huu ustaarabu ambao nakuona nao hapa, hivi ni kweli kwamba shetani akizeeka huwa malaika? Huu ustaarabu umejifunzia wapi? Elia, wewe amini tu, kuna wakati mtu anabadilika. Unajua, anayembadilisha mtu ni mtu kuwa mtu mzuri na kuwa mtu mbaya. Mimi nimeona nibadilike tu. Unahisi hata nikifanya mambo mengine yote ambayo nayafanya, haya, mwisho wa siku msaada wangu utakuwa wapi? Mimi binafsi niliona kwamba inawezekana. Unajua, kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo kwa namna ambavyo ulikuwa naenda, ulivyokuwa na tutreat, nikajua tu kuna ndugu wengine mwapata na sisi umetutoa kwenye ufungu moyoni mwako. Sio wewe na ndugu yako Hebugwa. Natambua thamani yenu, na ndio maana niko hapa. Kuna jambo kidogo nataka nikueleze. Najua wewe utawaza mambo mengi sana, lakini mimi nimekuja hapa nikwambie tu jambo moja. Nyumbani kwangu kuna sherehe. Wow. Sherehe? Tena sherehe kubwa sana. Jambo jema. Okay. Na sherehe hiyo hata familia yenu imehusika kuiandaa. Kwa hiyo sioni sababu ya mimi kuendelea kujiuliza marafiki wa kuwa karibu nao kwenye hiyo sherehe, kwa sababu kuna mizunguko ya hapa na pale, kuna manunuzi ya vitu hivi na hivi. Nikaona watu wa kuambia na wanaofaa kunisaidia, marafiki zangu, ni wewe pamoja na kaka yako Hebugwa. Sherehe gani kaka? Sherehe nzuri. Unaongeza mke. Ongeza mke. Elia, ninapokuambia kwamba sherehe hii imeandaliwa na kuchangiwa vikubwa sana na familia yako, ninamaanisha kwamba nyumbani kwangu mimi kuna msiba. Jesus. Msiba? Wa nani tena? Mke wangu amefariki. Wewe? Bila shaka ni taarifa inayokufurahisha. Kaka yako akija pia utamfikishia taarifa hii.
mwambie kwa Itongo kuna sherehe, aje tufurahi pamoja. Mungu ametuumba tofauti sana. Kila mtu kampa moyo wake na utashi wake, lakini mioyo waliopewa wachawi na utashi ni tofauti sana na wacha Mungu. Ndio maana Mungu alikataza haya mambo. Leo nakubali vitu vyote haramu vilikuwa vina maana ya kukatazwa. Chakala, mke wangu amefukia bila hata huruma. Nimebaki historia tu. Kwa sasa hivi tunasema marehemu Eliza. Chakala, uliyotabiri yametimia. Nimerudi kwako tena. Kwa hiyo nikusaidie nini? Mimi siwezi kurudisha mtu aliyokufa. Ati? Kuna kitu unasahau. Wewe sio Yesu. Naona mimi sio mpumbavu kiasi hiko nisijue kama wewe ni binadamu, tena mganga mshirikina unaoshirikiana na watu kulogaloga watu wengine, na wewe ni pati ya wachawi. Usitake nikakuchamba huko ndani. Nitakuchambua, unifukuze, unipige kijini nife. It is okay, niko tayari kufa. Piga kijini chako. Mganga ni sehemu ya mchawi tu. Analoga watu. Mnao ndoa za watu, mnaloga watu. Usiniambie kama wewe sio mchawi, wewe mchawi pia. Kwa hiyo tusisemeshane vibaya. Kaa kwa kutulia unisikilize. Nimevurugwa. Yule ndugu yako Chakama amesema hana muda tena kunisaidia. Nimekuja kwa Chakala nilipoanzia safari yangu. Kaniambia kuna mtu anaitwa Zorea na kuna jini anaitwa Zorea. Hivi vitu ni vitu gani? Ni vitu gani? Unaweza ukanisaidia nikapata mwanga wa kuelewa hivyo vitu kabla sijachukua hatua yangu yoyote? Siwezi kufanya kazi hiyo. Nikisema sitaki kuondoka, nimefika, nitaishi kilingeni ambako wachawi hawawezi kufika. Utanifanya nini? Sitaki, ondoka! Chakala. Wewe Bugwa, wewe. Nafanya kama unavyotaka. Ila Chakala. Toka! Fanya haraka ondoke. Umekaribishwa sebreni. Mbona unapitiliza mpaka chumbani? Nikaribishwa bafuni, naweza ingia hadi chooni. Utakuwa na bahati mbaya, maana choo chetu kimejaa. Sasa kama ulikotoka ulikuwa umekula umeshindilia tumbo, nikupe pole. Umenikaribisha kwa heshima sana, lakini mapokezi mabovu. Je, umenitia nini? Itongo amefiwa na mkewe. Kwa namna alivyokuja, nikiangalia tulipotokea na mazungumzo ambayo amezungumza hapa, naona kabisa kuna vita itatokea. Kuna umwagikaji wa damu, haswa katika familia yangu. Haina haja ya kukimbia vita hiyo. Cha kufanya kuwa upande wa Itongo, umsaidie tatizo lake, na maanisha umuue kaka yako, maana nawe pia si una kisasi. Utakuwa umeshalipa kisasi chako na pia utakuwa ushaokoa maisha yako. Yule Itongo sio mtu wa kawaida, usifikiri unaweza kumkimbia kirahisi. Kaa upande wake, muangamize kaka yako.
Sasa kama ametujumuisha wote, mimi inakuwaje sasa uniambie kwamba mimi natakiwa nimuue Ibugwa? Yaani mimi binafsi tafsiri yake kama katujumuisha, maana yake hata nikimuua Ibugwa na mimi ataniua tu Itongo. Ukiwa upande wake atajua wewe umebeba maumivu yake, kwa hiyo sio rahisi kukuua, kwa sababu atajua wewe ni mtu wa karibu kwake, umebeba maumivu yake. Lakini mimi na wewe tukishirikiana, tutamzilishia Itongo kwamba na wewe uliumizwa kwa sababu kakako alikutenda. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kushirikiana na Itongo. Ukihitaji msaada, nitafute.